Unaweza ukawa na pressure wakati kweli ni kwamba ulipima vibaya. Ndiyo, kila siku watu wengi wanaingia hospitali, pharmacy au kutumia mashine za nyumbani kupima pressure, yani BP. Lakini karibu ya 90% wanafanya makosa yanayobadilisha kabisa majibu ya kipimo hiki. Mtu anaweza kuambiwa pressure yako iko juu sana. Anaogopa, anashindwa kulala, anapata msongo wa mawazo na anaanza dawa mara moja. Anabadilisha maisha yake yote, lakini kumbe tatizo halikuwa pressure. Tatizo lilikuwa namna alivyoipima. Na jambo la kushangaza zaidi, makosa haya yanafanya na watu wengi zaidi kila siku bila kujua. Leo tutajifunza makosa 10 hatari wakati wa kupima BP, yani pressure. Kwa nini pressure hubadilika ghafla, namna sahihi ya kupima pressure, na lini pressure huwa emergency. Na hakikisha unaangalia hadi mwisho, kwa sababu kosa la mwisho linaweza kuwa ndiyo sababu ya pressure yako kuwa inabadilika kila mara. Utakuwa nami daktari wako pendwa, Dr. Lenny Komba. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Tuanze kuangalia pressure ni nini. Kabla kujua makosa, kwanza lazima tuelewe pressure ni nini. Pressure au BP ni nguvu ambayo damu hutumia kusukumwa kwenye mishipa ya damu. Kila moyo unapopiga, damu husafiri mwilini wote. Ndiyo maana mashine ya BP huonyesha namba 2, mfano 120 kwa 180. Namba ya juu inaonyesha nguvu ya damu wakati moyo unapiga, na namba ya chini inaonyesha moyo unapopumzika. Kwa kawaida, pressure ikionyesha 180, hii ni kawaida. Lakini ikizidi 130 kwa 70, ya juu inaanza kupanda. Lakini ikifika 140 kwa 90, pressure yako ipo juu. Lakini hapa kuna tatizo moja kubwa. Wengi wanaamini kila namba wanayoona kwenye mashine ni ya kweli. Kumbe mazingira, mkao, chakula, msongo wa mawazo au hata kuzungumza vinaweza kubadili matokeo. Sasa tuangalie makosa hayo. Kosa la kwanza ni kupima mara tu baada ya kutembea. Hebu fikiria, mtu amewahi kuchelewa hospitali. Ametembea haraka, anapanda ngazi, anatoka na jasho kidogo. Anafika, anakaa sekunde 2 mpaka 1, anafungwa mashine, anapima ili awahi na shughuli zingine. Matokeo, pressure yake lazima itakuwa juu. Ukweli ni kwamba mwili bado ulikuwa kwenye movement. Moyo ulikuwa unapiga kwa kasi. Mwili ulikuwa bado unahitaji oksijeni nyingi. Hata mtu ambaye hana pressure kabisa anaweza kuonekana ana pressure kutokana na hali hiyo. Ndiyo maana madaktari wengi ushauri, kabla kupima BP, kaa chini, tulia dakika 5 mpaka dakika 10. Usikurupuke kupima mara tu baada ya shughuli. Mfano halisi, mimi wagonjwa wangu huwa nawarudia kupima pressure baada ya dakika 15 nikisha pima pressure ya kwanza ili nithibitishe kwa undani. Makosa ya pili ni hofu ya kipimo. Kuna watu wakiona tu mashine ya BP tayari moyo unaweza kwenda kasi. Wengine wanaogopa kusikia pressure yako imepanda, na hofu hiyo wenyewe ndiyo inawapandisha pressure. Hali hii inaitwa white coat hypertension. Yaani pressure inapanda kwa sababu mazingira ya hospitalini, hofu ya kipimo, kuogopa sindano, kuogopa majibu ya daktari. Ndiyo maana kuna watu hospitalini pressure iko juu, lakini nyumbani ipo kawaida. Na kuna watu wengine wakienda tu kung'oa jino pressure inapanda, akirudi ipo kawaida. Dalili zake nini?
mapigo ya moyo kwenda kasi, jasho, wasiwasi, kupumua haraka. Kabla ya kipimo tunashauri tulia. Daktari anaweza kukupa ushauri wa kuhakikisha kwamba sio tukio la ajabu sana, ni tukio la kawaida kabisa. Au pumua polepole na usiogope matokeo, kwa sababu hofu yako inaweza kubadili majibu. Kosa la 3 ni kuzungumza wakati wa kipimo. Hili linaonekana dogo, lakini linaathiri sana matokeo. Mashine inaanza kupima. Mtu anauliza, presha yangu ipoje? Au anaanza kuongea na watu waliopo karibu. Juma, habari? Tatizo ni kwamba kuzungumza huongeza shughuli za mwili. Mapigo ya moyo yanaongezeka kidogo na presha inaweza kupanda kwa muda. Matokeo yake, mashine inasoma vibaya. Njia sahihi ni kaa kimya, usicheke, usiongee, wala usitikise mwili. Subiri kipimo kisha uanze kuzungumza. Kosa la 4, kukaa vibaya. Watu wengi hawajui kwamba mkao wa mwili unaweza kubadili BP. Makosa ya kawaida ni pamoja na kuvuka miguu, kukaa vibaya, kutoegemea mgongo, mkono wa kulia, mkono kuwa chini sana. Makosa haya yanaweza kufanya BP ionekane juu au chini kuliko kawaida. Njia sahihi ni kaa kwenye kiti vizuri, mgongo uegemee, miguu iwe chini sawa, usivuke miguu chini. Mkono uwe sawa na moyo. Kosa hili linaonekana dogo, lakini linaweza kubadili majibu kwa kiwango kikubwa. Kosa la 5, kupima juu ya nguo. Watu wengi hupima BP juu ya sweta, koti, shati lenye kubana. Hii si sahihi. Wengi huona aibu kuvua ile nguo kwenye mkono, kwa sababu kuna baadhi, hasa kina mama, wanakuja na nguo zilizobana. Yaani kiasi kwamba ili umpime inatakiwa avue nguo ya juu yote ili mkono uonekane. Kwa hiyo inaweza kuwa aibu kwa baadhi ya watu, lakini tunashauri unapofika hospitali usivae nguo za kubana. Vaa nguo ambazo zinaweza kufunuka sehemu pale ambapo panahitajika. Kwa hiyo nguo inaweza kuzuia usomaji sahihi wa mashine. Njia bora, mkono uwe wazi. Ikiwezekana, kafu ifungwe moja kwa moja kwenye ngozi. Kosa la 6, kutumia kafu isiyo sahihi. Hili ni kosa kubwa sana ambalo watu wengi hawalijui. Kafu ni ile sehemu iliyofungwa mkononi. Sasa, ikiwa kafu ni ndogo sana, BP itaonekana juu. Ikiwa kafu ni kubwa sana, BP itaonekana chini. Kwa mfano, mtu mwenye mkono mkubwa akitumia kafu ndogo anaweza kuonekana na presha kubwa sana wakati hana. Ndiyo maana hospitali nzuri huwa na kafu za ukubwa tofauti. Ukubwa wa kafu ni muhimu sana kwenye usahihi wa majibu ya presha. Kosa la 7, kahawa, kunywa sigara na kuvuta sigara na kunywa energy drink kabla ya kupima presha. Watu wengi wanakuwa wametoka kunywa kahawa, energy drink, lakini pia baadhi wanakuwa wametoka kunywa pombe na kuvuta sigara. Vitu hivi huongeza mapigo ya moyo na kufanya BP kupanda kwa muda mfupi, na mtu anaweza kupata majibu yasiyo ya kweli. Wataalamu wanashauri epuka vitu hivi angalau dakika 30 kabla ya kipimo. Hata stress au hasira vinaweza kuongeza BP kwa muda. Kosa la 8, kibofu kilichojaa. Hii inaweza kukushangaza kidogo, lakini hata haja ndogo inaweza kuongeza presha. Kibofu kilichojaa huweka mwili kwenye hali ya discomfort. Mwili unapata stress kidogo na presha inaweza kuongezeka. Ndiyo maana kabla ya kipimo ni vizuri kwenda chooni kwanza. Kosa la 9,
kupima mara moja tu. Watu wengi hupima mara moja, wakiona namba wanaamini ndiyo mwisho. Lakini BP hubadilika kila dakika, inaweza kupanda, kushuka, kubadilika kutokana na mazingira. Ndiyo maana kipimo kimoja pekee hakiwezi kutoa picha kamili. Njia bora: pima mara 2 mpaka mara 3. Acha dakika chache kati ya kipimo. Chukua wastani. Hiyo ndiyo njia sahihi zaidi ya kupata majibu ya kweli. Kosa la 10 ni kutegemea mashine pekee. Hili ni kosa ambalo wengi hufanya. Hili ni kosa ambalo hufanywa na wengi. Mashine ni muhimu, lakini usitegemee kwa 100%. Wakati mwingine mwili wako unaweza kuonyesha kabisa kuwa kuna tatizo. Dalili za presha zinaweza kuwa mfano: maumivu ya kichwa, kizunguzungu, mapigo ya moyo kwenda kasi, uchovu, kuona ukungu, kupumua kwa shida. Ukiona dalili hizi mara kwa mara, usingoje hata mashine inaonyesha kuwa ni kawaida. Mwende daktari kwa uchunguzi zaidi. Baadhi ya dalili hizi, presha ikiwa kawaida, basi wakipima mara moja, basi wanachukulia kawaida. Kwa hiyo nikushauri, onana na daktari mara moja. Yeye atajua kipi ni kipimo sahihi na jinsi sahihi ya kupima hilo shinikizo la damu, yani BP. Hebu tukumbuke kwa ufupi. Kabla ya kupima BP, fanya yafuatayo: pumzika dakika 5 mpaka 10, kaa vizuri, usiongee, miguu iwe chini sawa, usivuke miguu, mkono uwe sawa na moyo. Epuka kahawa, sigara kabla ya kipimo. Pima zaidi ya mara moja. Ukifuata hatua hizi, utapata majibu sahihi. Presha ya hatari ni ipi, yani emergency? Presha ya hatari inaweza kuwa emergency ikiwa ni 180 ya juu na ya chini zaidi ya 120 au zaidi, na mtu ana maumivu ya kifua, kupumua kwa shida, kupooza, kuchanganyikiwa, maumivu makali ya kichwa. Hii inahitaji matibabu ya haraka sana. Sasa naamini umeelewa kwa nini watu wengi hupata majibu yasiyo sahihi ya BP. Makosa madogo yanaweza kubadili kabisa majibu, na matokeo yake watu wanaishi kwa hofu. Wengine wanatumia dawa bila sababu, wengine wanachelewa kugundua tatizo halisi. Kumbuka, presha sahihi huanza na kipimo sahihi. Naamini kuna kitu umejifunza ambacho ulikuwa ukifahamu. Ni wakati wako sasa wa kushare video hii kwa marafiki wengi wajue ukweli huu. Lakini pia ni wakati wako wa kusubscribe, kulike na kucomment hapo chini ulikuwa unafanya kosa gani. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki. Ulikuwa nami daktari wako pendwa, Dr. Lenny.